Hii ni sehemu ya pili, sehemu ya mwisho kabisa katika msimu huu wa pili wa simulizi inaitwa Chanzo ni Damu Yangu. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kama unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo kundi la Tajao ambalo sasa limebakiwa na watu watatu, Irene Donald, Mahmudi Silas pamoja na Kevin Londo, bila kumsahau bosi mwenyewe Mzee Tabri Shajari, lilikuwa limesharuka mno kwa kuona kwamba lilikuwa linazidwa nguvu. Mpango wao wa sasa ulikuwa ni kummaliza kabisa Nanga, wammalize waziri mmoja wa serikali na kisha wakimbilie huko Rwanda, na baada ya miaka kama miwili warejea tena Tanzania kumuua Mheshimiwa Rais Omar Bamume ambaye muda huo atakuwa tayari ameondoka madarakani. Wakina Nanga na wao walikuwa wanahitaji kujua waziri gani ndio alikuwa anatarajiwa kuuawa ili kusudi wamuokoe na kuwamaliza kabisa hawa Tajao kabla hawajaleta maafa zaidi. Hii ni sehemu ya pili, sehemu ya mwisho kabisa katika simulizi yetu ya Chanzo ni Damu Yangu. Majina yangu anaitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi, na mtunzi wa simulizi hii anaitwa George Daktan. Tukielekea tena huko upande wa pili, Nanga, FJK pamoja na Mohamed Bandingo walikuwa wanachunguza kwa ukaribu ratiba ya kila waziri. Ilikuwa ni kazi ngumu sana ambayo ilichukua zaidi ya masaa matatu bila mafanikio yoyote yale. Mawaziri wote 9 walikuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hivyo sasa kumjua ni yupi ambaye alikuwa amesukiwa mpango wa kuuawa kilikuwa ni kitu kigumu sana. Ama itakuwa ni nje kabisa ya jiji. FJK alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anafungwa vifungo vya shati lake. Nanga alitikisa kichwa kukataa wazo hilo. Haiwezi kabisa kuwa nje ya jiji, kwa sababu jeshi limefunga njia zote ambazo zinatoka nje ya jiji. Ukaguzi ni mkali sana katika kila mpaka wa jiji, na itakuwa ni rahisi sana kwa kukamatwa atajaribu kutoroka kwenye kipindi hiki, kwa sababu kila sehemu ambayo wanaweza kutorokea kuna watu wanawangoja. Mpango wao ni kummaliza kabisa waziri mmoja ili kusudi kulitikisa jeshi la polisi ili liachane kabisa na njia ambazo wamezifunga na kurejea ndani kuwalinda viongozi wao. Hapo ndipo sasa watakapoweza kupata unafuu wa kuweza kutoroka, kwa sababu askari wote wa jeshi la polisi watakuwa wameacha kabisa kulinda mipaka ya jiji na wamerejea huku kwa ajili ya kulinda viongozi wao. Lakini sasa hivi ni ngumu sana kwao kutoka nje ya jiji. Wanafanya hizi fujo ili kusudi kuhakikisha polisi wanaachana kabisa na barabara hata chache tu, na wao wazitumia kwa ajili ya kutoroka. Natamani sana polisi waendelee tu na msimamo wao huo ili kusudi sisi na wao tupambane hapa hapa Dar es Salaam. Alikuwa anazungumza pale Nanga, na kuna simu ya Taibu inaingia kwangu hapa. Nafikiri kwamba itakuwa ni vyema kama mtakaa kimya nizungumze naye. FJK alikuwa anazungumza vile kumkatisha Nanga kile ambacho alikuwa anazungumza, na kisha alipokea simu kutokea kwa kiongozi wa harakati zao. Walisalimiana kwa kodi maalum ili kusudi kila mmoja ajihakikishie kwa mwenzake kwamba alikuwa anazungumza na mtu halisi. Mara baada ya salamu, FJK alikwenda kwenye mada halisi, yani kitu gani ambacho kilimfanya akapiga simu ya moja kwa moja kutokea Sudani. Usiku wa leo nafikiri kwamba unaweza kuwa ni usiku wa mwisho kabisa katika harakati zenu, na leo tunahitaji kuwa bora kuliko ambavyo tumewahi kuwa bora katika matukio mengi ya siku nyingi zilizopita. Kazi itaanzia kwa kutibua mipango yote ya Mzee Tabri pamoja na vijana wake, kwa sababu taarifa ambazo niko nazo hapa ni kwamba wana mpango wa kumuua waziri mkuu katika hoteli ya Olivia Colombia. Usiku wa leo binti mdogo wa waziri mkuu anafanya sherehe ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Ni kwa siri kubwa sana, na yeye waziri mkuu ana mpango wa kuhudhuria sherehe hiyo kwa siri kutokana na kwamba taifa liko katika majonzi. Katika usiri huo ndio Mzee Tabri Shajari pamoja na vijana wake wanataka kuutumia kumuua kabisa mheshimiwa waziri mkuu na kuongeza taharuki kwa Watanzania. Kwa hivyo nyinyi mnatakiwa kuzuia hilo jambo lisitokee kwa gharama yoyote ile.
Leo mtashirikiana na jeshi la polisi kwa ukaribu sana ili kusudi kuokoa watu wasipoteze maisha. Idadi ya watu waliopoteza maisha ni kubwa sana. Jiji la Dar es Salaam linazidi kupanda chati kwenye taarifa za matukio ya kigaidi huko duniani. Na hili linalotaka kutokea usiku wa leo, mnatakiwa kulizuia. Sina chochote ambacho naweza kuwasaidia katika kazi ya leo, lakini nawahakikishia tu kwamba baada ya siku ya leo kazi itakuwa imekamilika kwa 90%, kwa sababu mzee Tabri Shajari atakuwa hana upenyo wa kukimbia tena. Anategemea tukio la leo ili kusudi kuwachekecha askari wa jeshi la polisi. Nyinyi hakikisheni hilo halitokei. Niwatakie kazi njema. Imani yangu ni kwamba mtapita hapo pia kama mlivyofanikiwa kupita huko kwingine. Alikuwa anazungumza pale Taibu kutokea Sudani na kisha alikata simu na kutoweka hewani. FJK, Mohamed Mandingo pamoja na Nanga walikuwa kimya tu. Walifanya kazi ngumu sana kwa siku 3 mfululizo sasa. Walikuwa hawajapumzika hata sekunde moja, na muda huu tayari Taibu alikuwa ametoa kazi nyingine. Lakini yeye yuko Sudani na sisi tuko Tanzania. Ameweza vipi kupata taarifa za siri kabisa ambazo sisi tumeshindwa kabisa kuzipata wakati tupo hapa? Nanga alikuwa anauliza pale swali, na huku alikuwa anawatazama usuri wenzake. Lilikuwa ni swali la muhimu sana baada ya wao kuhangaika kwa masaa 3 bila kuambulia chochote kile. Ama ndio kusema kwamba Taibu ana watu wake wengine hapa tofauti na sisi? Nafikiri kwamba hilo ndilo litakuwa ni jibu sahihi. Kama asingekuwa na watu wengine hapa Tanzania, basi asingeweza kabisa kujua kuhusu hilo. Ina maana kwamba sisi sio watu wake pekee ambao tunaifanya hii kazi. Kuna watu wengine ambao wanahusika na hili na sisi hatuwajui ni akina nani. Lakini hatukuweza kukueleza pale mwanzo Nanga, kwa sababu mimi pamoja na Mohamed Mandingo hatukuwa tunajua chochote kuhusu safari yako ya Sudani. Lakini yeye Taibu tayari alikuwa anajua kila kitu. Hatuna wasiwasi na yeye kwa sababu tayari ametusaidia sana. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na hisia kwamba anaweza kuwa ni mtu mbaya ama anaweza kuwa na nia mbaya na maisha yetu. Maana kama angekuwa na nia mbaya kama ambavyo tunaweza kudhani, basi tusingeweza kabisa kumwona akihangaika na sisi mwaka mzima katika hospitali mbalimbali. Kwa ushuhuda mchache tu ambao unaweza kupata kutokea kwangu na kutokea kwa Mohamed Mandingo, basi unatosha kukuhakikisha kabisa kwamba ni kweli Taibu yuko katika upande wetu. Alikuwa anazungumza pale FJK maneno hayo ili kusudi kumtoa hofu Nanga, ambaye alikuwa ameshaanza kuhisi kuna jambo halikuwa sawa. Unajua, mtu hatari zaidi katika maisha ya mwanadamu ni yule ambaye anaanza kwa wema huku ubaya akiwa amekuhifadhia baadaye. Lakini sitaki kuyaruhusu mawazo haya mabaya kufikia huko. Acha tuamini hata hao watu wako katika upande wetu pia. Sisi wote tuko pamoja Nanga, na maadui zetu ni mzee Tabri pamoja na mzee Tido. Tukiwaondoa hao, kila mmoja wetu atakuwa ameridhika na atakuwa huru kuendelea tu na maisha yake. Hivi sasa tuamini tu kwamba sisi tuko pamoja. Tukipata mawazo tofauti, basi tunaweza kutetereka. Taibu amesema kwamba leo usiku unaweza kuwa na usiku wa mwisho kabisa katika kazi yetu. Basi tunapaswa tuende kufanya kweli kabisa kama hii ndiyo kazi yetu ya mwisho. Alikuwa anazungumza pale FJK kumaliza mjadala huo, na wote kwa pamoja walikutanisha mikono yao tayari kukubali kwenda kumalizia usiku wa mwisho katika kazi yao. Tukielekea tena upande wa pili, katika hospitali ya jeshi la polisi, mmoja kati ya maafisa wa usalama wa taifa mwenye shauki kubwa alikuwa juu ya kitanda cha wodi ya watu maalum. Asubuhi ya siku hiyo ilikuwa ni mbaya sana katika maisha yake. Alikuwa amekutana na moja kati ya matukio yanayoumiza sana moyo wa mwanamume. Alikuwa amempoteza mrithi wake pamoja na mtoto wake wa kike Sia. Lakini pia yeye alikuwa amevunjika mguu wake wa kulia. Alikuwa ametembelewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo alikuwa anatakiwa kujikaza ili kusudi azungumzie naye. Jina lake anaitwa Kalangumbe Tidorato, na sisi tunamjua zaidi kwa jina fupi la Mzee Tido.
Mheshimiwa Rais Omar Bamume aliongozana na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa Dr. Ali Swelu walimtembelea afisa huyu ambaye alikuwa ni alama kubwa kwa taasisi hiyo. Walimpatia pole na kumtia moyo katika kipindi kigumu ambacho alikuwa anapitia wakati huo. Kusema kweli kabisa, kuvunjika mguu katika umri kama huu ni pigo kubwa sana kwangu. Hata sijui ni lini naweza kupona, Mheshimiwa Rais. Lakini pia kumpoteza binti yangu katika umri kama huu ni pigo kubwa zaidi kwangu. Lakini nitaumia zaidi kama itatokea walionifanyia hivi hawatowajibishwa. Binti yangu anaweza kusema kwamba amekufa kifo ambacho hastahili kabisa, na hata kijana wa watu vile vile. Najua malengo yao ilikuwa ni mimi. Wamenikosa mimi, na gharama zimekwenda kwa watu wasiokuwa na hatia. Nakuomba sana mkuu pamoja na Mheshimiwa Rais, mkafanye kitu kwa waliohusika na hili. Siwezi kuwalipa chochote, lakini naomba mkafanye hili kama kurudisha kidogo kwa kulitumikia kwangu taifa kwa muda mrefu. Mzee Tido alikuwa anazungumza vile, lakini sasa alishindwa kuendelea kuzungumza baada ya kuhisi uchungu ndani yake. Mheshimiwa Rais Omar Bamume alimpatia pole tena Mzee Tido na kuahidi wazi kabisa kwamba kila mtu aliyehusika na hili atapatikana mara moja, na mbele ya macho yako mahakama itawahukumu kulingana na sheria. Hili nitalifuatilia mwenyewe kwa sababu lipo katika mikono yangu. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais kumwelekezea Mzee Tido ambaye alikuwa analia tu muda wote, na kilikuwa ni kilio cha kwikwi taratibu. Lakini pia na mimi kama msimamizi wa taasisi ambayo umeifanyia mambo mengi, na kuahidi kwamba wahusika wote tutawatia mikononi na watapewa adhabu kali sana, ili kusudi iwe fundisho kwa watu wengine wote kutothubutu kuwagusa maafisa wetu. Mungu akuongoze katika kipindi hiki kigumu ambacho wanapitia, Mzee Tido. Wewe ni wa kwetu na umefanya mambo mengi sana katika taasisi ya usalama wa taifa. Katika hili na kuahidi kabisa kwamba tunasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Dr. Ali Swelu alikuwa anazungumza pale kumwelekezea Mzee Tido. Hakuna chochote ambacho alikuwa anasikia mzee huyu zaidi ya kuendelea kulia tu. Daktari alishauri mzee huyu aachwe kwanza, kwa sababu kadiri vile ambavyo alikuwa anazidi kumpatia pole, ndio alikuwa anazidi kujihisi uchungu zaidi ndani yake. Mheshimiwa Rais Omar Bamume pamoja na Dr. Ali Swelu walikubali kutoka kwenye chumba hichi cha hospitali, na wakati wakiwa wameongozana, mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa alimwambia rais alikuwa na jambo ambalo lilikuwa linamhusu Mzee Tido. Walisogea pembeni ili kusudi kuzungumza jambo hilo la siri, na mkurugenzi aliweka wazi kila kitu ambacho alikuwa anahitaji rais ajue kuhusu Mzee Tido. Kwa sasa mmechukua maamuzi gani? Mheshimiwa Rais Omar Bamume alikuwa anamuuliza pale swali Dr. Ali Swelu mara baada ya kumsikiliza mpaka mwisho kile ambacho alikuwa anazungumza. Tunamsubiria tu Mzee Tabrishaji akamatwe, ndipo tutafikia maamuzi kamili ya ni kitu gani ambacho tunafanya juu yake, Mheshimiwa Rais. Sawa, lakini sasa hakikisha mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa, hicho kitu kisiwe ni cha kusingiziwa. Na jambo la pili ni kwamba muhakikishe Mzee Tabrishaji anapatikana ili kusudi ushahidi ukamilike kwa 100%. Kitu kingine ni kwamba msimbugudhi wakati huu ambao yeye anapitia wakati mgumu. Mwacheni kwanza apumzike, apate matibabu. Mzigo alionao ni mkubwa sana. Kama mtamuongezea mzigo mwingine, anaweza hata akapoteza maisha. Umri wake umesogea sana, kwa hivyo mkimbebesha mawazo mengi, mtashangaa tu hatunaye. Pongezi kwa kazi nzuri ambayo wamefanya vijana wako. Endeleeni kulitumikia taifa lenu kwa moyo huo huo ambao mko nao. Mheshimiwa Rais Omar Bamume alikuwa anazungumza bila kumpatia ushauri juu ya kitu cha kufanya, na mwisho alimpongeza kwa kazi nzuri ambayo ilikuwa inafanywa na taasisi ambayo alikuwa amemteua aiongoze. Dr. Ali Swelu alitoa heshima kwa rais ambaye aliingia ndani ya gari na kisha kuondoka hapa hospitali. Mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto. Dr. Ali Swelu pamoja na vijana wake walishapata baadhi ya ushahidi na walikuwa tayari kuutumia kwenye kudhibitisha makosa ya Mzee Tido.
Busara ilikuwa inatakiwa kutumika kutoa muda kwa mzee huyo ili kusudi apate ahueni kwanza, ndipo waanze kukimbizana naye katika kesi ambazo zilikuwa zinamkabili. Tukielekea tena upande wa pili, tuje hapa katika hoteli ya Olivia Columbia Hoteli. Hoteli hii ni hoteli ya nyota 5 iliyopo katikati kabisa ya jiji la Dar es Salaam. Hadhi ya hoteli hii ni kubwa sana, japo haina umaarufu mkubwa sana hapa Dar es Salaam, lakini ukimwona tu mtu anaingia katika hoteli hiyo kupata huduma, basi ni mtu ambaye anajiweza sana kipesa. Enoch Dickson Belenda ni binti wa mwisho kabisa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dickson Belenda. Akiwa katika kilele cha furaha ya kufurahia siku yake ya kuzaliwa, aliandaa tafrija fupi kwenye hoteli hiyo. Aliwaalika marafiki kadhaa, lakini pia alimwalika baba yake mzazi na kumwomba sana afike kwenye sherehe hiyo. Marafiki pamoja na ndugu baadhi walifika mapema kabisa. Baba yake alichelewa kidogo. Hali hiyo ilimchukiza sana mtoto huyo ambaye mara nyingi alikuwa anapenda sana kutamba mbele ya wenzake kwamba baba yake alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majira ya 4:30 ilipofika na bado mzee alikuwa hajafika, alifanya maamuzi ya kumpigia simu baba yake, japo halikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linaruhusiwa kutokana na taratibu za kiusalama. Binti huyu alipiga simu na simu iliita kwa dakika moja tu ndipo ilipokelewa. Alimuuliza baba yake kwa upole kwamba atafika saa ngapi ukumbini, kwa sababu watu wote walikuwa wamefika, yeye peke yake ndio alikuwa anasubiriwa. Waziri Mkuu alimtoa hofu binti yake. Alimueleza kwamba atafika hotelini hapo mara baada ya dakika 15 tu. Ama Enoch alifurahia sana bila kujua kwamba alikuwa ameuza taarifa muhimu za kufika kwa Waziri Mkuu katika hoteli hiyo. Waziri Mkuu Dickson Belenda alikuwa anakuja hapo kwa siri sana, na hii ilitokana na kwamba nchi bado ilikuwa katika msiba mzito wa kuwapoteza watu 51 waliouawa kwa kupigwa risasi katika eneo la kituo cha mabasi ya mwendokasi. Isingejenga picha nzuri kama waziri mkuu angeonekana kwamba yupo kwenye furaha na binti yake wakati wananchi walikuwa katika huzuni kubwa. Hilo ndilo lililomfanya waziri huyo kuja kwenye tafrija ya binti yake Enoch kwa siri kubwa sana. Lakini sasa taarifa hizo zilikuwa zimeshatua katika mikono ya watu wabaya. Ni Irene Donald ambaye alikuwa ameshajipenyeza ndani ya hoteli hiyo na alikuwa ni kama mhudumu. Mara baada ya kuzinasa taarifa hizo, aliwasiliana moja kwa moja na mzee Tabri Shajari ambaye alikuwa nje ya hoteli hiyo akiwa ndani ya gari ambalo lilikuwa limeegeshwa mtaa wa pili kutokea ilipo hoteli hiyo. Zilikuwa ni taarifa nzuri sana katika upande wao. Bwana Kevin Londo alikuwa amejipenyeza pia ndani ya hoteli hiyo. Alikuwa amekaa kwenye mgahawa mkubwa wa Sandbox akiwa anapata chakula cha usiku. Ujumbe uliingia kwenye simu yake kumtaarifu kwamba walikuwa karibu kabisa kuanza kazi. Alipomaliza kusoma ujumbe huo, aliweka simu yake mezani na huku alikuwa na tabasamu. Alimaliza kula na wahudumu wawili walikuja. Mmoja alitoa vyombo na kusafisha meza na mwingine alikuwa na mashine ya malipo mkononi. Bila wasiwasi, Kevin Londo alitoa kadi yake na kutaka kufanya malipo ya chakula na vinywaji ambavyo alikuwa ametumia. Alipopeleka kadi kwenye mashine, moyo wake ulilipuka kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu mikono ya mtu ambaye alikuwa ameshikilia mashine ya malipo ilikuwa sio mikono ya mhudumu wa hoteli. Akanyanyua macho yake kumtazama usoni, akakutana na tabasamu la nanga. Kevin Londo alihisi alikuwa hajaona vizuri na macho yake labda yalikuwa yanamdanganya. Alitikisa kichwa na kutazama tena usoni mhudumu huyo. Alikuwa ni yule ambaye alimuona kwenye kituo kikubwa cha mabasi ya mwendokasi, na ndio huyu ambaye alikuwa amesimama mbele yake. Na kabla hata kazi haijaanza, nanga alikuwa ameshafika mbele yake tayari. Kazi ilikuwa imeshaanza kuwa ngumu mapema kabisa. Kevin Londo alibaki alikuwa ameganda tu na kadi yake mkononi. Nanga alikuwa anaendelea kutabasamu mbele yake. Bila shaka sote tunajiuliza maswali kwamba Nanga alikuwa amefika vipi hapa hotelini ambako binti wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Enoch Belenda alikuwa anafanya sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Masaa 5 kabla ya tukio hili la mwisho, Nanga, FJK pamoja na Mohamed Mandingo walikuwa wanajua fika kabisa kwamba hakuna njia nyingi za kuingia ndani ya hoteli hii zaidi ya njia 3 tu ambazo zinatumiwa na wahalifu duniani kote.
kuingia kuleta huduma, iwe ni kwa kujifanya kwamba ni mafundi ama watu wanaoleta vyakula na vitu vingine ambavyo vinatumika ndani ya hoteli, ama kuingia kufuata huduma kama wateja, au kuingia kutoa huduma kama wahudumu ama wafanyakazi. Njia nzuri zaidi ambayo ingempatia uhuru mtu kuzunguka humo ndani ya hoteli ilikuwa ni kujifanya kuwa mfanyakazi wa hoteli. Zikapigwa hesabu za kikubwa haraka haraka. Ni mfanyakazi gani ambaye haulizwi sana maswali anapokuwa kwenye majukumu yake? Walipata kujua ni wale ambao wanaopokea malipo. Hapo sasa ilibidi aongezeke Monica kwenye kuifanya hiyo kazi. Monica, kama unakumbuka vizuri kabisa msikilizaji, yeye ni mdogo wake na FJK. Monica yeye alikuwa anajua mtandao wote wa wafanyakazi wa hoteli kubwa zote hapa Dar es Salaam. Ndani ya mtandao huo kuna taarifa binafsi za watu hao. Na kazi nzuri ya Mohamed Mandingo ikaleta jina la mmoja kati ya makeshia wa hoteli hiyo. Mohamed alishimba kuhusu taarifa zake na wakaweza kujua mpaka pale ambapo alikuwa anaishi. Mfanyakazi huyo jioni hakuwa na bahati. Wakati anatoka nyumbani ili kusudi kwenda kazini, aliita usafiri umfuate nyumbani ili kusudi kumpeleka kibaruani. Kupitia usafiri huo akajikuta alikuwa anaingia mikononi mwa watu hao watatu ambao walikuwa katika misheni maalum ya kufanya kazi usiku huu wa leo. Kijana alikalishwa chini akaulizwa maswali ya muhimu ambayo Nanga anaweza kukutana nayo atakapoingia hotelini hapo kwa vitambulisho vyake. Kwa mchecheto ambao alikuwa nao, akajikuta alikuwa anatoa siri zote, na Nanga alipata wakati na muda wa kuwapeleleza watu hao ambao walikuwa na viherehere vya kuuliza maswali. Bila kuchelewa, Nanga akiwa katika sare za kazi safi kabisa pamoja na sura nadhifu, aliingia ndani ya hiyo hoteli kupitia mlango wa siri uliopo nyuma ya hoteli hiyo, na katika mlango huo walikuwa napita wafanyakazi tu. Mtu akipita huko wanakuwa hawana mashaka naye. Nanga alipoingia ndani aligundua kwamba kulikuwa na wafanyakazi wengi sana. Alikabidhiwa vifaa vya kazi na eneo la kufanya kazi siku hiyo pia. Kwa idadi ya wafanyakazi waliopo katika hoteli hii, Nanga alishaona kwamba hakuna haja yeye kuwa nyuma ya sura ya mtu. Alikwenda chooni na kisha kuosha hiyo sura bandia, akabaki na sura yake halisi. Mtu wa kwanza kabisa kumwona alikuwa ni Irene Donadi, ambaye na yeye alikuwa kwenye sare za kazi kama zake. Huyu hakuwa na wasiwasi naye. Watu ambao alikuwa na wasiwasi nao alikuwa ni Mohamed Silas pamoja na Kevin Londo. Mara baada ya kuzunguka sana ndani ya hoteli hii, aliweza kumwona Kevin Londo akiwa anajifanya mteja aliyefika kwenye mgahawa wa Sunday Box kwa ajili ya kupata chakula. Hapo ndipo sasa alipoanzia hesabu zake mpaka kumnasa huyo mtu, wakati ambao alikuwa anataka kufanya malipo. Macho yalimtoka sana Kevin Londo alipojidhibitisha kwamba mtu ambaye alikuwa mbele yake ndio yule ambaye alikuwa amemwona akiruka kwenye gari, na kisha baadaye wakaenda mbali kabisa kwa kutaka kuwa na mpango wa kumuua. Leo wakiwa katika mpango wao ambao waliamini kabisa kwamba wanaweza kutimiza bila kusumbuliwa, alishangaa kuona huyu mtu alikuwa anafika mbele yake. Umefika mpaka huku? Kevin Londo alikuwa anauliza vile swali, na huku alikuwa anarudisha kadi yake mfukoni kwanza. Nanga kujibu chochote. Aliweka mashine mezani na kisha kumpatia ishara kwamba alipe na sio kuirudisha kadi mfukoni. Kevin Londo alijichekesha na kisha alichomeka kadi na kulipa kiasi ambacho alikuwa anatakiwa kulipa. Ndani ya nchi hii ya Tanzania hakuna sehemu yoyote ambayo mimi siwezi kufika. Kila sehemu naweza kufika, na ninafika kwa wakati ambao unahitaji mimi. Alikuwa anazungumza pale Nanga. Ni kweli kabisa, hata mimi naona. Ile siku pekee ndio walichelewa kufika, lakini sehemu nyinginezo zote unafika kwa wakati. Nafikiri kwamba mpaka muda huu umeshaelewa kwamba mpango wenu umeshafeli, si ndio? Na baba yako anaendeleaje? Na je, utaweza kumdanganya kwamba wewe hujahusika na kifo cha mwanae? Sidhani kabisa kama mazungumzo hayo yanafaa kuwa na nafasi katika eneo kama hili. Hata kama utakuwa na ushahidi, yule mzee hawezi kabisa kukuelewa kwamba wewe ndio hujahusika kwa ajili ya kumpoteza. Na kama hutaki mambo yawe mengi huko mbeleni, basi wanatakiwa kumuua sasa hivi. Kama utachelewa sasa hivi, huko mbeleni atakuja kukusababishia maumivu makali sana. Alikuwa anazungumza vile Kevin.
Nataka kujua yuko wapi mzee Tabri Jashari. Nanga alikuwa anauliza pale swali, na pale pale simu ya Kevin Londo ambayo ilikuwa pale mezani iliwaka kuonyesha kwamba kuna meseji ilikuwa imeingia. Nanga kwa uzoefu wake aligundua kwamba mtu ambaye alikuwa ametuma hiyo meseji alikuwa anawaona. Kwa hivyo hakufanya uzembe wa kupepesa macho wala kujitikisa. Ujumbe ulifunguka wenyewe na wote walisoma kwa pamoja. Kevin Londo aliinuka na kisha kubinua meza. Nanga akarejea nyuma na kuizuia meza kwa mguu wake isibinuke. Watu wachache ambao walikuwa kwenye mgawa huo wakipata chakula walishtuka na kugeuka kule upande wa tukio. Walipoona kwamba Kevin Londo alikuwa anachomwa bastora, wote walianza kutoka mbio na huku alikuwa anapiga kelele. Wakati Kevin Londo anainua bastora yake, Nanga alisukuma meza kwa teke, na kwa ustadi mkubwa kabisa Kevin Londo aliinama na kisha kupita chini ya tobo la mguu wa meza. Alipoinuka, Nanga alikuwa ameshatoweka mbele yake. Haraka sana aliokota simu na kisha kutuma ujumbe kwa Bwana Tabri. Fanya kadiri vile ambavyo unaweza utoke ndani ya hoteli ukiwa mzima, kwa sababu mbele ya hoteli polisi wametanda na wamekuja kimya kimya. Shuka kwenye underground, kuna jiko ambalo wanachemsha maji. Kuna mlango ambao unaweza kuutumia kutoka nje. Fanya haraka kabla polisi hawaja kufikia. Huo ulikuwa ni ujumbe ambao ulimfanya Kevin Londo kutetemeka kwa hofu. Alishusha pumzi na kisha kurejea kinyume. Mbele yake alikuwa anasikia hatua nyingi za watu walikuwa wanapandisha ngazi kuja kwenye mgawa huo. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba hao watu watakuwa ni askari wa jeshi la polisi. Akarejea nyuma na kisha kutimua mbio kwenda kwenye korido iliyokuwa na lifti. Cha kwanza kabisa kufanya ilikuwa ni kuitupa bastora yake kwenye dumu la taka, na kisha aliita lifti. Lifti ilikuja na kisha kufunguka. Walitoka askari wawili wakiwa na bunduki na walipiga kelele kumsihi mtu aliye mbele yao anyoshe mikono yake juu. Mtu huyu alikuwa ni Kevin Londo. Ni kweli kabisa, alinyosha mikono yake juu na kujitetea kwamba yeye sio mhalifu. Askari hao walimkagua haraka na kumruhusu aingie kwenye lifti ili kusudi imuaishe sehemu salama. Kevin Londo alishusha pumzi ndefu baada ya kuingia kwenye lifti peke yake. Kiunzi cha kwanza alikuwa amekiruka. Lifti ilikwenda mpaka mwisho kabisa, na lifti ilipofunguka alikutana na askari wanne ambao hawa walimfokea atoke haraka, na wao walikuwa naingia badala yake. Kwa kufuata maelekezo ambayo alikuwa amepewa kwenye simu, alielekea katika upande wa jikoni wa hoteli hiyo, na kabla hajalifikia jiko alikata kona mkono wa kushoto, na hapo aliweza kuziona ngazi ambazo zilikuwa zinashuka kwenda chini. Kevin alitazama nyuma kama kuna mtu ambaye alikuwa anamfuata. Hakumwona mtu yoyote ule. Alishuka ngazi hizo haraka, na mbele yake aliona mlango ulikuwa wazi na juu ulikuwa umeandikwa maji. Kidogo alipata matumaini. Alitembea hatua ndefu na kuingia kwenye mlango huo. Kulikuwa na mwanga hafifu, lakini ulikuwa unatosha kuonana. Wazee watatu ambao walikuwa wanachota maji na kuyaweka kwenye ndoo walimshangaa sana huyu mtu ambaye alikuwa amevaa suti nadhifu kama hivyo. Eti alikuwa anakuja kwenye eneo hilo. Kevin Londo hakuwa na muda wa kuwashangaa wazee hawa. Aliufuata mlango ambao ulikuwa mwishoni kabisa moja kwa hilo ambalo lilikuwa na majiko mengi yaliyokuwa na mapipa makubwa ya kuchemshia maji. Aliufungua na ukakubali. Kulikuwa na njia pana kabisa ya kupita mpaka gari. Kulikuwa na mwanga hafifu pia, lakini ulikuwa ni mwanga wa kutosha kumwona mtu. Mbele kama mita 50 hivi njia hiyo ilionekana kwamba kulikuwa na kona. Kwa moyo wa ujasiri Kevin Londo alianza kukimbia kuelekea kule ambako barabara hiyo ilikuwa inaelekea chini kwa chini. Alipokata kona aliacha kukimbia mara baada ya kuona kulikuwa na mtu alikuwa amesimama mbele na alikuwa ameegemea ukuta. Ni kama vile mtu huyo alikuwa anamsubiria yeye tu. Kevin Londo alijipapasa katika mwili wake. Hakuwa na silaha yoyote ile. Aliitazama mikono yake na kuiambia kwamba ilikuwa natakiwa kumvusha pale ambapo alikuwa amesimama huyo mtu. Alisogea zaidi, na hapo ndipo sasa alipoweza kumjua huyo mtu alikuwa ni nani. Alikuwa ni Nanga. Muda wote ambao yeye alikuwa nadhani kwamba wale polisi walikuwa hawajamtambua, ilikuwa ni kwenye kumpatia urahisi wa kwenda kukutana na Nanga. Kevin Londo akajicheka mwenyewe mara baada ya kugundua kwamba alikuwa anaingia kwenye mtego yeye mwenyewe bila kujua. Nilikuwa najiuliza maswali kwamba inawezekana vipi askari wa jeshi la polisi wameshindwa kunijua. Kumbe ni wewe ndio ulikuwa unanileta huku.
Kevin Londo alikuwa anazungumza vile, na huku alikuwa anavua koti lake la suti na kuliweka chini. Alifungua vifungo vya shati lake na kulikunja vizuri mikononi. Alikuwa anajiweka vizuri kupambana na huyo mtu ambaye alikuwa ametega mtego wa kumleta katika eneo hili la ukimya ili kusudi wa uchape mkono. Unatakiwa kushinda ili kusudi uweze kutoka salama hapa, na kama ukishindwa basi utabaki pamoja na mimi. Alikuwa anazungumza Verenanga, na huku alikuwa anapanga mikono yake. Kevin Londo hakuzungumza neno. Alikuwa anataka kusafisha njia kabla askari wa jeshi la polisi hawajafika hapo. Alikuja kwa kasi na mapigo ya ngumi mfululizo. Nanga alikuwa katika utulivu mkubwa. Alipangua kila ngumi kwa ustadi mkubwa, na huku alikuwa makini na mitama ambayo Kevin alikuwa anaipeleka kwa kasi pamoja na nguvu. Kevin Londo alikuwa na mikono ambayo ilikuwa na nguvu na ilikuwa na kasi ya kushambulia, lakini kwa Nanga alikuwa anaambulia patupu. Alitulia kwa sekunde 2 kuvuta pumzi. Nanga alikuja kwa kasi na kudunda na kugeuka usawa wa kifua chake Kevin Londo. Mwanaume aliinama kwa nyuma mpaka usawa wa magoti yake. Teke lilikata hewa. Nanga alishangaa kumkosa bwana Kevin. Kevin aliokota koti lake na kutoka mbio. Nanga hakujiuliza mara mbili. Akaanza kumfukuza bwana Kevin, na njia ilikuwa ni ndefu tofauti na Kevin Londo alivyokuwa nadhania. Mara baada ya kukimbia mita kama 500 kwa kasi, mbele yake aliona kulikuwa na geti kubwa kabisa, na lilikuwa limefungwa kwa kufuli kubwa sana. Alikuwa amechoka sana na alikuwa na hema kwa nguvu kama mbwa aliyepigwa chenga nyingi na sungura. Nanga alifika hapo na kisha kumkuta Kevin alikuwa na hema. Geti halikuwa wazi kama mzee Taburi alivyokuwa amezungumza kwenye meseji. Kwa sasa kulikuwa na kazi ngumu ya kulivunja kufuli ndio mtu aweze kutoka nje kupitia geti hilo. Muungurumo wa magari pamoja na sauti za honi zilikuwa zinasikika kutokea nyuma ya geti hilo. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba geti halikuwa mbali kabisa na barabara. Kevin Londo alionekana kufikiria kitu kwa sekunde chache, na kisha akanyosha mikono yake juu. Nanga akatabasamu alipoona huyo mtu alikuwa anataka kukubali unyonge mapema kabisa namna kama hiyo. Nahisi kwamba nimechoka kufanya ubaya pamoja na matukio yote ya kikatili. Hata mara zote ambazo nilikuwa nafanya kwa sababu ilikuwa ndio njia pekee ya kuishi kwa uhuru hapa nchini kwenu. Na kwa hapa nilipofikia naona sina nguvu tena. Nikamateni, mnirudishe kwetu Rwanda. Najua kitanzi kinanisubiria kwa muda mrefu sana, na wakati wake wa kuchukua maisha yangu ni huu. Alikuwa anazungumza pale bwana Kevin Londo. Ilikuwa ni ghafla sana kwa mtu kama yeye kubadilika namna kama hiyo. Nanga alikuwa sio aina ya watu ambao wanaweza kunasa kwenye mtego kiwepesi kama hivi. Hauna nguvu tena bwana Kevin, na ulikuja katika hoteli hii kufanya mauaji ukiwa na nguvu zako. Nguvu zimekwenda wapi? Alikuwa anazungumza vile Nanga. Siku zote sekunde chache tu zinatosha kubadilisha maisha ya binadamu. Hata kama kwani Nanga alimwacha Kevin amalize kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze. Alimwonyesha funguo. Mtakuachia huru kama tu utafanikiwa kunipiga bwana Kevin. Kama utafanikiwa kulishinda hili pambano, basi funguo hizi hapa, na wanaweza kuzichukua na ukafungua geti na kwenda zako. Lakini hutakiwi tena kurejea katika kundi la tajao, kwa sababu umeshaniambia kwamba hauna nguvu za kuendelea kutenda mabaya. Kwa uwanja ni wako. Unatakiwa kunipiga mimi na kisha uende zako kwa amani. Alikuwa anazungumza pale Nanga kwa kujiamini kabisa na kuziweka chini funguo. Kevin Londo alitabasamu na kusogea hatua mbele. Siku zote sio rahisi kumkamata mbwa ambaye tayari umeshamtishia kifo, kwa sababu anakuwa na nguvu nyingi za kukimbia umbali mrefu, hata wa kuvuka mabara. Mimi naweza kuwa sio mpiganaji mzuri kukuzidi wewe, lakini kitendo cha mimi kupigana ili kusudi kuwa huru kitanipatia nguvu ambazo wewe huwezi kabisa kuzizuia. Alikuwa anazungumza pale bwana Kevin. Maneno yamekuwa ni mengi sana bwana Kevin. Polisi wakiweza kufika hapa sintokuwa na uwezo kukuachia huru tena. Muda wako ni huu.
Nanga alikuwa anazungumza vile, lakini sasa kabla hata hajamaliza kuzungumza, bwana Kevin Londo alikuja na teke ambalo hili alimpisha na kupita na upepo. Kwa kasi aligeuka tena na kisha kushambulia mfululizo. Safari hii Nanga hakuwa na bahati ya kuweza kuzuia ngumi zote. Ngumi mbili zilipenya kwenye mbavu na moja nzito ilitua kwenye mdomo wake. Ngumi iligusanisha jino na mdomo, eneo ambalo ilipotua kisawasawa. Mdomo ulichanika kiasi na damu zilianza kutoka. Kevin Londo aliona kwamba huo ndio ulikuwa na upenyo sasa. Wakati Nanga anarudi nyuma, yeye alikuja kwa kasi akaachia teke zito. Nanga alifunga mikono yake kuzuia teke. Lilikuwa ni zito sana kwa sababu lilimsukuma na kupepesuka na kujigonga kwenye ukuta. Alifinya macho yake mara moja. Alipofumbua ngumi ilikuwa na kuja katika usawa wa uso wake. Nanga alipindisha uso wake wa kushoto. Kishindo cha ngumi kilipotua ukutani, Nanga alikisikia vizuri kabisa. Kwa kasi hiyo hiyo Kevin Londo alileta ngumi yake ya mkono wa kushoto. Kishindo kilikuwa ni kizito zaidi ya mkono wa kulia. Hapo sasa bwana Nanga alielewa mkono wa kulia wa Kevin Londo ulikuwa na ngumi ya mazishi. Ulikuwa ni wakati wa kujitetea kabla hajaanza kushambulia. Alipokuta mateke mawili ya Kevin Londo, kiatu kimoja kilimvuka. Sekunde kama 30 za kwanza walikuwa wamezitendea haki. Walizunguka na huku walikuwa na tazamana, wakati ambao kila mtu alikuwa anavuta pumzi. Tumalize hili sasa, kwa sababu nataka niwahi kuondoka. Alikuwa anazungumza pale bwana Kevin Londo, na huku alikuwa anaachia tabasamu pana usoni mwake. Nanga alipanga mikono yake na kisha alitanguliza mguu mmoja mbele. Ule wa nyuma alikuwa ni kama ameukalia, lakini kalio halikugusa kisigino. Kevin Londo alitabasamu na kuja kwa mtindo ule ule wa kupiga 2 kwa 1. Ngumi 6 ambazo alikuwa ameshambulia kwa mkupuo zote zilipanguliwa kwa nguvu na Nanga. Akapigwa teke zito kwenye kifua chake. Teke hilo lilimtupa na kwenda kujigonga ukutani na kudondokea chini, na kwa kasi Nanga alimfuata pale pale na kisha kumnyanyua akampiga kichwa kizito kilo 100. Walimvuta tena kwa nguvu ili kusudi kumpiga kichwa kwa mara ya pili. Kevin Londo akajitetea kwa kumkaba shingoni Nanga. Alimvuta na kisha wote walikwenda chini. Vita ilihamia chini sasa. Wanaume wawili waliokuwa na misuli walikuwa wameshikana. Nanga alipopata nafasi alimpiga ngumi Kevin Londo, na Kevin alifanya vile vile. Nanga aliingia katika mikono iliyokuwa na nguvu ya Kevin Londo. Alipigwa kabari ambao Kevin alihakikisha alikuwa amembana kwa miguu yake vizuri bwana Nanga, ambaye alikuwa amesumbuana naye sana. Nanga alijitikisa kwa nguvu, lakini kwenye hiyo kabari alikuwa hawezi kabisa kufua dafu. Uvumilivu wa dakika 2 nzima akiwa amekabwa ulitosha. Alimpiga mikono yake Kevin, na bwana Kevin alimwachia, na ilikuwa ni baada ya Nanga kutoa ishara kwamba ilikuwa imetosha. Wote wawili walikuwa hoi. Walikuwa na hema kama wakimbiaji wa mbio ndefu za marathoni ambao walikuwa wamemaliza mbio ndani ya masaa 2. Kevin Londo alikuwa na nundu kubwa katika paja la uso wake. Kichwa kizito ambacho alikuwa amepigwa na Nanga kilikuwa kimempatia hiyo alama kubwa ya maumivu. Nanga yeye alikuwa hoi, hata kunyanyuka hapo chini alikuwa hawezi. Alikuwa na hisi maumivu makali sana ya mgongo mara baada ya ile kabali. Alihema taratibu ili kusudi kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Kevin Londo aliulazimisha mwili wake kusimama. Alipepesuka na kwenda kujigonga kwenye geti, na kisha alianguka chini. Nanga alicheka bila kutoa sauti. Alikuwa anatikisa mwili tu, na Kevin Londo alipoona hicho kitu na yeye alicheka vile vile. Nanga akajigeuza, alijivuta kwa tumbo mpaka zilipokuwa funguo. Alizichukua na kisha kumrushia Kevin Londo ambaye alikuwa ameanguka karibia na geti. Unaweza kwenda zako sasa, na kama ulivyoniahidi, basi huu ndio uwe mwisho wa wewe kufanya mabaya. Wewe ni mtu mwenye nguvu zaidi ambaye nimewahi kukutana naye katika maisha yangu. Na kutakia kila laheri Kevin. Mpaka wakati mwingine tena. Alikuwa anazungumza pale Nanga maneno hayo, na huku alikuwa anainuka na kuondoka, mkono wake ukiwa mgongoni. Kevin Londo machozi alikuwa anamtoka. Hakuamini kabisa kwamba kweli huyu mtu alikuwa amesimamia ahadi yake, kwamba eti akimshinda kupigana atamwacha aondoke zake.
Kusema ukweli kabisa, ni binadamu wachache sana ambao wanaishi ndani ya ahadi zao. Ishi sana mfalme, ishi sana mfalme Nanga. Alikuwa anazungumza pale Bwana Kevin maneno hayo kwa sauti ndogo, na huku alikuwa anamtazama Nanga ambaye alikuwa anaishia zake kwa mbali. Alipiga magoti na kisha kusujudu kwa huyo mtu, na huku alikuwa anamwambia aishi sana mfalme. Nanga alienda zake na kazi alikuwa ameshaimaliza kiume na kibinadamu zaidi. Katika upande wake mwanadada Irene Donald, mambo yalikuwa ni magumu sana kwake. Mara baada ya kumwona Nanga alikuwa amesimama kando ya Kevin Londo, ni yeye ndiye ambaye alituma meseji kwa kumpatia taarifa kwamba huyo alikuwa ni adui yao. Alipotuma hiyo meseji alikuwa anahisi mambo yalikuwa yameshaharibika. Aliondoka na kwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wanawake. Alitembea haraka haraka mpaka kwenye chumba hicho. Alikuwa anataka kugusa mlango lakini alisita. Alichungulia kwenye wazi mdogo wa mlango na aliweza kuona askari wa jeshi la polisi wawili wa kike walikuwa nakagua majina ya msimamizi mkuu wa wanawake. Alikuwa ameshagundua sasa askari hao walikuwa namtafuta yeye. Aliwatazama kwa makini. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na silaha. Aliona kwamba askari hao wanaweza kumchelewesha iwapo atawaendekeza. Aliingia kwa kasi kwenye chumba hicho. Wa kwanza kabisa kumwona aligeuka kwa kasi na kupeleka mkono wake kwenye mfuko ili kusudi kuonyesha kitambulisho chake. Pale pale alipigwa kofi zito na alipepesuka na kwenda kujigonga kwenye makabati. Alianguka chini na kisha kuanza kutoka na damu puani na mdomoni pia. Banzi ambalo alikuwa amepigwa lilikuwa ni zito sana. Askari wa pili alipoona kitendo hicho kwa mwenzake, alikuja kumvaa kiunoni kwa nguvu. Irene Donald akarejea nyuma hatua 4 na kisha alimzuia mtu huyo. Hakutikisika wala kusogea zaidi ya hatua hizo 4 tu basi. Alikusanya nguvu kwenye mkono wake wa kulia na kisha kumshushia kiwiko cha mgongo wa askari huyo. Na kwa maumivu ambayo alikuwa ameyapata askari huyo, akajikuta alikuwa anamwachia Irene na kupiga magoti, na huku alikuwa anatapika chakula chote ambacho alikuwa amekula. Msimamizi wa wafanyakazi alibaki alikuwa anatetemeka mara baada ya kuona askari walikuwa wanapigwa vibaya ndani ya sekunde chache, na tena walikuwa wanapigwa na mwanamke. Irene Donald alimsukuma pembeni, alifungua kabati na kisha kuchukua begi lake na kutoka kwenye chumba hicho, na huku alikuwa ameshikilia bastola mkononi. Alitembea hatua ndefu kuelekea mlango wa nyuma ambao huwa wanapitia wafanyakazi pekee. Alifika kwenye kona ya mwisho kabisa, na alipochungulia hapo aliweza kumwona askari ambaye alikuwa amesimama mlangoni akiwa anawasha sigara. Ulikuwa na upenyo wake huo. Alimpiga risasi 2 kwenye mguu mmoja. Askari huyo akadondoka chini. Alipita kwa kasi na kutoka nje kabisa. Huko nje kulikuwa na kikundi cha askari 5 ambao walikuwa wanajadiliana jambo. Walishtuka mara baada ya kuona mwenzao kutokeza kichwa na kumnyoshia kidole Irene Donald ambaye tayari alikuwa ameshatoka nje ya uzio wa hoteli. Askari hawa wote walishambulia kwa risasi nyingi. Risasi 2 zilipenya kwenye mbavu za Irene Donald na alidondoka pembezoni mwa barabara, lakini wakarejeshwa na risasi nyingi, na hizo zilikuwa zinatoka nje ya gari ambalo lilikuwa limesimama kando na eneo hilo ambalo Irene alikuwa amedondokea. Askari walilala chini kuzikwepa hizo risasi ambazo zilikuwa zinatupwa kama njugu. Watu wale kwenye gari walimwokota Irene na kuondoka naye. Askari walibaki walikuwa hawaamini kabisa macho yao. Mpango wa kumuua waziri mkuu ulikufa kifo kibaya. Askari 3 ndio walikuwa wamejeruhiwa. Waziri mkuu alishindwa kufika hapo mara baada ya kupewa taarifa kwamba eneo hilo lilikuwa limejaa askari wa jeshi la polisi. Nanga alikuwa amefanya kazi kubwa sana ya kukumbukwa kwa muda mrefu. Kwake lilikuwa ni jambo la kawaida sana, kwa sababu alikuwa anafanya mission kama hizi mara kwa mara. Na kwa wale ambao walikuwa namsikia kwa mara ya kwanza, walikuwa wanamuona kwamba ni mtu wa tofauti sana. Baada ya tukio hilo la kwenye hoteli hii ya Olivia Colombia, Nanga aliondoka na gari la wagonjwa mahututi mara baada ya kuzidiwa na maumivu makali ya mgongo. Siku 2 zilikuwa zimepita toka mzee Tido aanze kupatiwa matibabu hospitalini. Ilikuwa ni baada ya tukio la kutisha na mlipuko wa bomu ambalo lilikuwa limepita na maisha ya binti yake pamoja na mlezi wake. Mzee Tido alikuwa na uchungu mkubwa sana katika moyo wake. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba ni Nanga ndio alikuwa amehusika na tukio hilo.
Hakutaka kuwaza nje ya boksi. Alijifungia kwenye mawazo yake hayo tu kwamba mhusika alikuwa ni Nanga. Namna Nanga alivyoweza kujua kwamba yeye yuko pale asubuhi ile ilianza kumpatia ishara ya moja kwa moja kwamba alikuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine na huo mlipuko. Kulikuwa na walinzi wawili kando ya kitanda chake. Walikuwa ni vijana wawili ambao hajawahi kabisa kuwaona hata siku moja. Majira ya saa 4 kamili za asubuhi mlango uligongwa na daktari wa zamu alifika na kumuuliza maswali mawili matatu, na mwisho alimpatia taarifa kwamba ajiandae kwa sababu kuna ugeni wake unafika hapa muda si mrefu. Mzee Tido hakuwa na mashaka. Alikuwa kwenye hospitali kubwa ya jeshi la polisi. Kwa sasa alikuwa na uhakika wa 100% kwamba wabaya wake hawataweza kabisa kutia mguu katika hospitali hii. Ulinzi ulikuwa ni mkali sana, na hata taratibu na sheria za hapa hospitalini zilikuwa zinahakikisha kwamba adui kutokea nje haingii kabisa ndani kiurahisi. Adui akiweza kumfikia mgonjwa, basi ama ni adui wa hapo hapo ndani ya hospitali, ama adui huyo alikuwa ameletwa na watu wa hapa hapa hospitalini. Haikuwa ni kazi rahisi kabisa kwa mtu adui tu kutoka nje aweze kuingia kiurahisi katika hospitali. Ugeni wa Mzee Tido asubuhi hii ya leo ulikuwa natoka makao makuu ya idara ya usalama wa taifa. Mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa Dr. Ali Swelu alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kumtembelea Mzee Tido, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya maafisa wakubwa wa hiyo taasisi. Alikuwa ameongozana na waziri wake mpaka alipofika mlangoni mwa chumba ambacho alikuwepo Mzee Tido. Ndani ya chumba hicho aliingia peke yake. Walinzi wawili waliokuwa na mlinda Mzee Tido walisimama na kisha kutoa heshima kwa kiongozi huyu, na kisha walitoka. Na ni afadhali leo nimekukuta wanatabasamu mzee. Shikamoo mzee wangu. Dr. Ali Swelu alikuwa anasalimia vile kwa heshima zake zote, na huku alikuwa anatabasamu. Mzee Tido na yeye akajilazimisha kutabasamu, na huku alikuwa anajitikisa mwili wake ukae sawa. Vipi lakini mzee, unaendeleaje? Kusema ukweli kabisa namshukuru Mungu, kwa sasa naendelea vizuri. Leo imekuwa ni siku yenye nuru kidogo. Nimeamka sina kabisa maumivu makali na hali yangu nimeshaanza kuizoea. Alikuwa anazungumza vile Mzee Tido. Pole sana mzee. Nilikuwa na safari, nikaona kwamba nije kwanza tuzungumze kabla sijaenda huko ambako nahitaji kwenda. Na kama utakuwa tayari kuzungumza basi naweza kuanza. Alikuwa anazungumza vile Dr. Ali Swelu, kitu ambacho kilifanya moyo wake Mzee Tido kuanza kwenda mbio. Haraka haraka alikuwa anajiuliza tu kwamba ni kitu gani mtu huyo alikuwa anahitaji kuzungumza naye. Mbona alikuwa amekuja na huku alikuwa na tabasamu, lakini ghafla alikuwa amebadilika na kuanza kuzungumza akiwa seriazi. Kuna chochote ambacho umesikia kuhusu mimi mkurugenzi? Alikuwa anauliza pale swali Mzee Tido. Hapana mzee, lakini kuna mambo umeyafanya kwa muda mrefu sana na sasa yamewekwa wazi. Ni hayo ndio nataka kuzungumza na wewe. Kama ni yale ambayo nimeyafanya basi hatuna haja ya kuyazungumza hapa. Ungesubiria kwanza nitoke niwe katika hali nzuri kidogo ndio tuzungumze. Hivi sasa sina kabisa uimara wa kwanza kujitetea. Kwa heshima yangu mimi pamoja na taasisi ya usalama wa taifa, nafikiri kwamba hilo ndilo jambo ambalo mnaweza kunipatia kama zawadi. Mnisubiri kwanza nipone kabisa ndipo tunaweza kuzungumza. Alikuwa anazungumza vile Mzee Tido. Umenijibu vizuri kabisa Mzee Tido, lakini sasa sidhani kama sababu hiyo inatosha kunifanya tusizungumze hivi sasa. Swelu, wewe ni kijana wangu kabisa, hata wewe unalijua hilo. Mimi ndiye niliyependekeza jina lako kwa Mheshimiwa Rais na akakusogeza hapo ambapo umewekwa leo. Ukiachana na makosa ambayo mimi naweza kuwa nimeyafanya ndio, lakini kuna mambo mengi mazuri ambayo nimeyafanya kwako na kwa taasisi nzima pia, yanatosha kabisa kukuzuia wewe kunijia nikiwa katika hali kama hii na kutaka kuniuliza maswali ambayo yataniumiza kabisa kichwa kwa sasa.
Ni sawa kama ambavyo anazungumza mzee. Lakini kijana wako Godwin Aswile alifanikiwa kuwazuia watu wabaya ambao walikuwa wanataka kumua waziri mkuu usiku wa leo. Huko chini anapigwa chapuo kuchukua nafasi yako wewe, kutokana na kazi ngumu ambayo aliyoifanya ya kupambana na bwana Tabri Jashari kimya kimya bila mtu yoyote kujua. Nafikiri kwamba hii itakuwa ni taarifa nzuri sana kwako mzee, hasa ukizingatia kwamba inamhusu mwanao mwenyewe. Unasema kwamba anapigwa chapuo kwa ajili ya kuchukua nafasi yangu? Mzee Tido alikuwa anauliza pale swali kwa mshangao mkubwa mara baada ya kusikia kwamba Nanga alikuwa anapigwa chapuo kupita na kiti chake. Ndiyo mzee, kwa sababu anamwona ni mtu sahihi kwa 100% kuongoza taasisi hii kwa kanda ya Dar es Salaam. Na vipi kuhusiana na mimi? Majeraha yamenistaafisha tayari au? Nafikiri kwamba hayo ndiyo mambo ambayo umegoma kabisa tusizungumzie hapa mzee. Najua mambo mengi sana mabaya ya Nanga. Ni kijana mchafu, muhalifu ambaye hafai kabisa kuwa mkurugenzi wa hii kanda ya Dar es Salaam. Niamini kabisa mimi. Ukizungumza hivyo ni kama utakuwa unajiongezea makosa tu mzee. Nanga ni zao lako ndani ya usalama wa taifa. Je, ni kwamba ulikuwa unamleta muhalifu ndani ya usalama wa taifa na ukiwa unajua kabisa? Usinibane kwa maswali yako mimi kijana. Niache na kueleza ukweli kabisa kuhusu Nanga. Na je, utakuwa tayari na yeye aniambie ukweli kuhusu wewe pia mzee? Naomba uende. Ondoka kabisa hapa, mimi nipumzike. Tutazungumza wakati mwingine. Utakuwa chini ya ulinzi mzee mpaka pale ambapo utakapoweza kujisafisha mwenyewe kwa tuhuma zinazokukabili. Nikutakia heri katika mapambano ya kurejea kwenye hali yako ya kawaida. Niwe chini ya ulinzi mimi kwa kosa gani ambalo nimefanya? Nimefanya kitu gani? Niambie nimefanya kitu gani? Ulichokifanya tutazungumza wakati ambao utakuwa tayari kujitetea mzee. Kwa sasa endelea kuugua pole. Dr. Ali Swelu alikuwa anazungumza vile na kisha kuinuka kwenye kiti ambacho alikuwa amekaa. Aliweka vizuri suti yake na kutoka kwenye chumba hicho. Walinzi wawili ambao wanamlinda mzee Tido walirejea katika majukumu yao kule ndani kama kawaida. Ubaya wowote ambao utaufanya hapa duniani ni lazima utajulikana tu, hata kama utaufanya kwa siri kubwa mno. Muda wake ukifika kila kitu kitajulikana. Mzee Tido na yeye muda wake ulikuwa umeshafika na hakuwa na sehemu ambayo alikuwa anaweza kujificha tena. Siku za mwizi siku zote ni 40. Na 40 zake mzee Tido zilikuwa zimefika, na sasa alikuwa na mtihani mkubwa sana kwa ajili ya kujitetea mbele ya vyombo vya sheria. Tukielekea tena huko katika maficho ya kundi la Tajao, hali ya huzuni ilikuwa imetawala. Mzee Tabri Jashari alikuwa amejifungia ndani ya ofisi yake, na huku alikuwa ni mtu mwenye mawazo tele. Bado alikuwa haamini kabisa kwamba vijana wake wote walikuwa wamepukutika na amebakiwa na mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni Mahamudi Sailasi na Irene Donald ambaye alikuwa tabani baada ya kupigwa risasi 2 za mbavu. Nitie bosi, nahitaji kuondoka. Sauti ya daktari ambaye alikuwa amekuja kwa ajili ya kumtoa risasi Irene Donald ilikuwa nasikika na kumfanya bwana Tabri kushtuka kutokea kwenye mawazo. Sauti nzito ya Mahamudi Sailasi ilibisha hodi kwenye chumba hicho, na mzee Tabri Jashari alivuta draw yake akachukua pesa dola 1000 na kutoka nayo. Bwana, tunaomba utusamehe sana dokta. Hivi sasa kusema kweli kabisa tunapitia wakati mgumu sana. Naomba shika hii kama nauli na kisha mengineyo tutayamaliza siku nyingine. Mzee Tabri Jashari alikuwa anazungumza vile kumwelekezea huyu daktari kijamaa zaidi, na daktari ni kweli kabisa alipokea pesa kwa moyo mkunjufu, na huku alikuwa anacheka mwenyewe. Kufanya kazi na watu kama hawa kunataka akili timamu na umakini. Daktari alikuwa ameshagundua kwamba kama atajifanya kutoridhika na pesa ambayo alikuwa amelipwa, basi anaweza kufanywa kitu kibaya.
Kwa sasa alikubali na kisha aliaga na kuondoka. Mahmudi Silas pamoja na Bwana Tabri Shajari walikwenda kumtazama Irene Donadi ambaye alikuwa taabani juu ya kitanda ambacho alikuwa amelala. Daktari amefanya kazi kwa uwezo wake, lakini pia amesema kwamba mgonjwa anatakiwa kupata matibabu zaidi. Nafikiri kwamba asubuhi tunatakiwa kumpeleka hospitalini. Alikuwa anazungumza vile Mahmudi Silas, maneno hayo akionekana kumwonea huruma Irene Donadi ambaye muda huu alikuwa ametoa macho tu na hazungumze chochote. Naona kabisa kwamba kundi letu limefika mwisho hivi sasa. Tunatakiwa kukubali tu kwamba yule mtoto ametuzidi nguvu, kwa sababu ametushambulia kwa kutuvizia na amefanikiwa. Ni aibu kubwa sana kuzungumza kama hivi, lakini nakubali kabisa kwamba yule mtoto amefanikiwa kwa asilimia zote ambazo alikuwa anataka. Alishajua mapema kabisa kwamba kundi letu la Tajao linakuwa hatari sana likiwa pamoja na Kisi Gavin, na tukimkosa tu basi nguvu yetu inapungua. Akaanza naye, na tulipomkosa mliona vizuri kabisa kwamba hatukuwa tunajua hata namna ya kunusa hatari. Akajua fika kabisa kwamba uti wa mgongo wa mapambano yetu ni Bwana Marvin Maboa, naye akapita naye kimya kimya, na mwisho akammaliza Kevin Londo ambaye hatujua kabisa kama amekufa ama bado yuko hai. Kumtazama Irene katika hali kama hii juu ya kitanda ni tafsiri sahihi kabisa kwamba kundi letu limefika mwisho. Linahitaji mwanzo mpya. Msitu wa kutisha umechomwa moto, unahitaji kupandwa upya. Tunatakiwa kupanda miche michanga ili kusudi baada ya miaka kadhaa msitu urejee katika hali yake ya kawaida. Najitoa sadaka katika hili. Wewe pamoja na Irene Donadi mnatakiwa kuwa hai kwa ajili ya kulijenga kundi letu upya. Yule jamaa wa Mbeya ataingia jijini Dar es Salaam alfajiri ya kesho. Atawachukua wewe pamoja na Irene na kuwapeleka Rwanda. Huko mtaenda kwa mtu aliyenikabidhi Kevin Londo kwamba nimtunze, na mimi nampatia nyie wawili ili kusudi awatunze mpaka siku mtakayokuwa na nguvu ya kulipa kisasi. Kumbukeni kwamba kisasi ni haki. Kwa hivyo mnatakiwa kuwateketeza wote waliohusika na hili. Na kama mimi nitabahatika kuwa hai, basi mtakuja kunitoa gerezani, japo sina uhakika kabisa kama wataniacha hai muda huo wote. Nakuamini sana Mahmudi Silas. Nakuamini sana. Anza kujiandaa kwa ajili ya safari. Unatakiwa kuondoka hapa alfajiri na huyu binti. Hakikisha Irene anaishi. Mkiwa wawili naamini kabisa kwamba mtakuwa na moyo na nguvu ya kulipa kisasi kuliko kama utabaki peke yako. Mzee Tabri alikuwa anazungumza vile kwa ishara ya kwamba alikuwa ameshakata tamaa na alikuwa yuko tayari kujitoa sadaka ili kusudi vijana wake wawili wapone na baadaye waje kulipa kisasi. Ni kwa nini sasa tusiondoke wote mzee? Mahmudi Silas alikuwa anamuuliza vile swali bosi wake Mzee Tabri Shajari, na huku alikuwa anaonekana kulengwa na machozi machoni. Hivi sasa kuna sehemu yoyote ambayo mnaweza kwenda pamoja na mimi? Kwa sababu jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi linanitafuta kwenye kila njia, na ili nyinyi mpate kutoroka kwa urahisi, basi mimi ni lazima nijikamatishe kwa jeshi la polisi. Hapo ndio wataondoa vikwazo vyao vyote barabarani, wakijua kwamba kazi wameshaikamilisha, na nyinyi mtasafiri kwa uhuru kabisa bila ukaguzi ambao unaweza kufanya mkakamatwa. Mkifika salama kabisa Rwanda, mwambie mwenyeji kwamba kuna watu wamemuua kijana wake na wamenikamata mimi. Mwambie ni kwamba kuna asilimia kubwa watu walionikamata wataniua. Kwa hivyo akubali kuwapokea nyie kama ambavyo huwa ananipokea mimi. Nimemaliza Mahmudi. Jiandae kwa ajili ya safari. Alfajiri itafika bado ukiwa hujabeba chochote kile.
alikuwa anazungumza vile mzee Tabri. Mahmudi alikuwa analia tu. Usilie Mahmudi. Wewe ndio mmiliki wa hili kundi la Tajao kuanzia sasa. Kwa hivyo ukiwa unalia kama hivyo unanipatia wasiwasi mkubwa sana juu ya uimara wako wa kuweza kurejenga upya kundi hili. Mzee Tabri alikuwa anazungumza vile na ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa ameshakabidhi kijiti kwa Mahmudi Silas. Alimtaka Mwarabu huyu wa Tunisia kusimama kidete na kulijenga upya kundi la Tajao. Yeye alikuwa anasubiri tu asubuhi ifike akajikabidhi mikononi mwa jeshi la polisi. Kwa sasa hiyo alikuwa anaona kwamba ndio ilikuwa na njia pekee ya kuacha salama Mahmudi Silas pamoja na Irene Donadi wasitafutwe na jeshi la polisi. Na akiendelea kuwa nao karibu, alikuwa anaona kabisa kwamba watakamatwa wote, na hiyo itakuwa inamaanisha kwamba utakuwa ni mwisho kabisa wa kundi la Tajao. Mzee Tabri alikuwa tayari kufa, lakini hakuwa tayari kuona anakufa pamoja na kundi lake lote la Tajao. Bwana Mahmudi Silas hakuwa na jinsi. Ni kweli kabisa alikusanya vitu vyake vya muhimu na kuvipakia kwenye begi. Majira ya saa 11 alfajiri ilipofika, gari kubwa la kubeba mizigo lilifika kwenye maficho yao. Alipakia mizigo yake yote na kisha alimpakia Irene Donadi ambaye alikuwa juu ya kitanda cha mgonjwa kama kawaida. Alipiga saruti mbele ya mzee Tabri Shajari na kisha aliingia kwenye kontena la gari hilo. Kontena likafungwa na gari hilo likaondoka taratibu kuanza safari kuelekea nchini Rwanda. Huku nyuma mzee Tabri Jashari Onyedika alitoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba ni wapi alipo. Licha ya kwamba taarifa hiyo haikuaminika sana, lakini jeshi la polisi lilifika kwenye maficho hayo ya kundi la Tajao. Walimkuta mzee Tabri Jashari akiwa amesimama nje ya mlango wa nyumba hiyo. Waandishi wa habari ambao waliongozana na kikosi cha jeshi la polisi ambacho kilikuwa kimekwenda kumkamata mzee Tabri walianza kuwapasha habari wa Tanzania kwamba kiumbe huyo alikuwa amekamatwa. Alfajiri ya siku hiyo ilikuwa ni siku njema sana kwa Watanzania, kwa sababu waliamka na habari njema za kukamatwa kwa ugaidi ambaye huyu amewahi kuhudumu katika serikali kwa zaidi ya miaka 20. Aletwe hapa sokoni, kila mtu amtupie jiwe moja mpaka afe. Watu kama hawa wanatakiwa kupigwa viboko kila siku mpaka siku ya kufa kwao. Angewekwa tu barabarani ili kusudi akanyagwe na magari, habari yake iishe tu hapo. Ama awekwe ndani ya gari la mwendokasi alafu wanajeshi wampige risasi nyingi sana afe. Maoni mitandaoni yalikuwa ni mengi sana. Kila mtu alikuwa anaweka maoni yake ambayo alikuwa anaona kwamba yalikuwa ni sawa kusema kwenye chapisho la ukurasa wa chombo cha habari cha taifa. Mzee Tabri Jashari Onyedika, kiongozi mkuu wa kundi la ugaidi la Tajao nchini Tanzania, hatimaye alikuwa amekamatwa. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walipigiana simu kupongezana, lakini pongezi nyingi zaidi zilikwenda kwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, Dr. Ali Swelu, ambaye kijana wake Nanga alikuwa amefanya hiyo kazi iliyotukuka na kufanikisha mzee huyu anakamatwa. Baada ya miezi 4, Nanga bado alikuwa hospitalini kutoka usiku ambao alikuwa amepigana na Kevin Londo wa kundi la Tajao. Siku ya leo Nanga alikuwa ameruhusiwa kurejea nyumbani baada ya kukaa hospitalini hapo kwa zaidi ya siku 124. Imran Mtuye pamoja na Adelina walikuwa ni watu wawili ambao walifika hospitalini hapo ili kusudi kumpokea na kwenda naye nyumbani. Nanga alitoka kwenye chumba ambacho alikuwa amelala kwa muda mrefu akiwa amevaa suti. Nje ya jengo la hospitali alikutana na wawili hao ambao walikuwa wanamtembelea mara kwa mara. Vipi, mmekuja na gari ama? Ndio shemeji, tusingeweza kabisa kuja kwa mguu kutokea Kahama. Tumekuja na gari. Imran Mtuye alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anafanya utani, na wote wakajikuta walikuwa wanacheka kwa pamoja. Walikupatiana wote watatu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuendelea kumpatia zawadi ya kutembea tena ndugu yao Nanga. Nanunua kitu mara moja hapo nakuja. Alikuwa anazungumza vile Nanga na huku alikuwa anavuka barabara kwenda upande wa pili. Adelina alitikisa kichwa kusikitika kwa sababu alikuwa anamjua vizuri kabisa kaka yake. Nanga alipovuka barabara,
Aliingia kwenye taksi na kumsihi dereva amwaishe mahakamani. Siku hiyo ndio ilikuwa ni siku ya kutolewa hukumu kwa Bwana Tabri Shajari. Nanga alikuwa anataka kuwa shuhuda wa tukio hilo la kuhukumiwa kwa huyo mtu. Dereva alifanya hivyo kama ambavyo alikuwa ameelezwa, na gari iliondoka kwa kasi kwenda katika mahakama kuu ya Kisutu. Aderina pamoja na Imran Mtuya walibaki walikuwa na shangaa. Ilikuwa ni mara baada ya kuona Nanga alikuwa ameingia kwenye gari jingine na kuondoka kabisa bila hata kuaga. Walipoingia mjini kati, kulikuwa na foleni kubwa sana ambayo ilikuwa imesababishwa na magari kusimama wakati mtuhumiwa huyo anapelekwa mahakamani. Nanga aliona fika kabisa kwamba hawezi kumudu hiyo foleni. Alishuka kwenye gari na kisha kumlipa dereva taksi. Alianza kukimbia kwa miguu kukatiza mitaa ya mjini. Akiwa ipo kasi na mbio, aligonga na bega kwa bega na mtu na kujikuta alikuwa na pepesuka. Walitazamana mara moja tu usoni na huyo mtu akashusha kofia yake na kuendelea na safari yake, na huku alikuwa analiweka sawa begi lake. Mtu huyo alikuwa na bega ambalo lilikuwa limekoma kiasi kwamba Nanga alikuwa anahisi maumivu, mfano wa kuwa alikuwa amejigonga kwenye mbao ama chuma hivi. Nanga alibaki alikuwa anamtazama tu huyo mtu kwa dakika nzima, wakati mtu huyo hakugeuka hata mara moja kumtazama yeye. Nanga akiwa anaendelea tu kumtazama huyo mtu, gari dogo jeusi lilisimama mbele ya huyo mtu. Akaingia haraka sana na gari hilo likaondoka kwa kasi maeneo hayo. Nanga alihisi kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakikuwa ni cha kawaida kwa mtu huyo. Alikuwa anahisi kabisa kwamba huyo mtu huko ambako alikuwa ametoka kufanya tukio baya. Hakutaka kabisa kuanza zaidi kuhusu hilo. Yeye aliendelea kukimbia tu kuelekea mahakamani kule ambako alikuwa anakwenda. Alipofika kwenye uzio wa mahakama, askari walimzuia kusogea. Alitoa kitambulisho chake kwamba yeye alikuwa ni afisa wa usalama wa taifa, na hapo ndipo aliporuhusiwa kuingia. Askari walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba alipata mashaka kama lilikuwa ni tukio la kusikiliza tu hukumu pekee ama kuna jambo lingine ambalo lilikuwa limetokea. Alipoingia getini, alishangaa sana kuona mwili wa mtu ulikuwa umefunikwa na shuka jeupe na damu zilikuwa zimetapakaa kwenye eneo hilo. Kitambulisho chake kilikuwa mkononi, na kila mtu ambaye alikuwa anamgusa kifuani na kumzuia asisogelee mwili huo, Nanga alikuwa anamuonyesha kitambulisho kwamba yeye alikuwa ni mtu wa usalama na kumruhusu kusogea. Aliufikia huo mwili na kisha kuufunua taratibu. Ilikuwa ni kama vile ambavyo alikuwa anatarajia. Ulikuwa ni mwili wa mzee Tabri Jashari Onyedika. Shingoni ilikuwa imepenya risasi na kisogoni risasi ilikuwa imevunja fuvu pia. Alikuwa amepigwa risasi mbele ya mahakama ya Kisutu. Nanga alisikitika sana. Alikuwa anahitaji kuzungumza sana na mtu huyu japo mara moja. Alikuwa na maswali mengi magumu ambayo alikuwa anaamini kabisa kwamba mwenye majibu yake alikuwa huyo pekee. Nanga alifanya dua kimya kimya na kisha kuondoka eneo hilo. Safari ya maisha ya mzee Tabri Jashari Onyedika ilikuwa imefika tamaki kwa kudunguliwa na mdungwaji hatari. Nanga wakati anaondoka mahakamani hapo, alikumbuka tukio la kugonga na bega na mtu wakati anakuja. Sura ya mtu huyo ni kama vile alikuwa ameshawahi kuiona kabla hajagongana naye njiani siku ya leo. Akaanza kujiuliza sasa huyo mtu alishawahi kumwona wapi? Alikuwa anatembea tu na huku alikuwa anaifikirisha akili yake. Moyo wake ulilipuka kwa hofu mara baada ya kukumbuka sura ya mtu huyo mara ya mwisho aliona nchini Sudani. Nanga alitabasamu mara baada ya kukumbuka kwamba mtu huyo ambaye alikuwa amegongana naye alikuwa ni Derek Uwoza. Akajicheka tu mara baada ya kugundua kwamba alishindwa kumkumbuka Derek Uwoza licha kwamba walikuwa wametazamana usoni. Akatoa simu yake na kisha kumpigia Taibu. Simu iliita kwa dakika nzima na kisha kupokelewa. Vipi, umesharejea mjini we Mnyakyusa? Sauti ya Taibu ilikuwa nasikika kutokea huko upande wa pili wa simu. Nanga alicheka pia mara baada ya kukumbushwa kabila lake kwamba alikuwa ni Mnyakyusa. Na nimepishana na Derek Uwoza mida hii mzee. Ni wewe ndiye ambaye umemtuma? Naam. Tumeona kwamba mahakama inaendelea kumpatia haki ya kuishi mtu ambaye hastahili kabisa kuishi. Ni zaidi ya siku 120 sasa zimepita toka alipopandishwa kizimbani kwa mara ya kwanza. Sasa tumeona tuwasaidie kumwondoa, kwa sababu wao wanaagiza rudishwe rumande kila siku inapofika,
na mtu anaendelea kuvuta bure kabisa hewa ya duniani wakati ni mtumiwa. Kwa hivyo nikamtuma Deriki na kazi ameifanya ipasavyo. Urejee nyumbani sasa upumzike. Utakapojiona kwamba uko tayari kufanya kazi tutawasiliana. Hongera sana kwa kupanda ngazi kazini. Hongera sana kwa kuitetea damu yako. Haijaweza kabisa kupotea. Alikuwa anazungumza vile Taibu. Nakushukuru sana Taibu, kwa sababu najua kwamba bila wewe nisingeweza kufanya hii kazi. Na kuomba uendelee kuwa na moyo huo huo wakati wote. Wanyakyusa mnapenda sana kushukuru. Ageuka basi na kupungia mkono. Alikuwa anazungumza vile Taibu. Nanga alishtuka sana mara baada ya kuambiwa hivyo kwamba eti ageuke ampungie mkono mtu ambaye alikuwa anazungumza naye akiwa anajua kabisa kwamba alikuwa Sudani. Ni kweli kabisa aligeuka na kwa mbali aliweza kuiona gari ilikuwa barabarani. Jackson ya Abelis, Derek Woza pamoja na Taibu walimpungia mkono Nanga na gari hiyo ilikuwa naondoka. Nanga alitabasamu na kucheka mwenyewe. Alipotaka kusonga mbele alikuwa anahisi kuna mtu alikuwa anamtazama. Aligeuka ili kusudi kumuona alikuwa ni nani. Aliona kwamba alikuwa ni Monica, yule binti ambaye alikuwa ni mdogo wake na FJK. Monica alisogea mpaka pale ambapo Nanga alikuwepo, na leo hakuficha kabisa mapenzi yake kwa huyo mwanamume. Walikubatiana mara baada ya kuwa na uhakika kwamba kila kitu sasa kilikuwa kimekwisha. Mambo yalikuwa yanakwenda vibaya sana mpaka siku ambayo nilikutana na wewe pale hotelini. Na kama usingeweka picha ya yule mtu kwenye kioo cha simu yako, pengine tusingekuwa hapa pamoja leo. Lakini siku zote naamini kwamba tunaishi katika mipango ya Mungu. Kwa hivyo acha tuamini tu kwamba kila kitu kilikuwa kimepangwa kuwa hivi. Na leo nataka unikisi kwa mara ya kwanza kabisa. Alikuwa anazungumza pale Monica kauli hiyo, na huku alikuwa amejilegeza. Walikuwa ndani ya gari la Monica na Nanga hakuwa na noma kumpatia busu mtoto wa kike ambalo liliishia kuwa romansi. Joto lilivyowapanda waliondoa gari kwenda kutafuta hoteli ili kusudi wapunguze hamu zao. Mapenzi motomoto kati ya mtu na rafiki wa kaka yake yalianza. FJK yeye pamoja na Mohamed Bandingo walikuwa nchini China, ambako walikuwa wamekwenda kwa ajili ya kutengeneza sura zao zirejea katika hali ya kawaida na waweze kurejea kazini kama kawaida, kwa sababu sura zao baada ya kulipuliwa na bomu kule Sudani zilikuwa zinatisha sana. Wote hawakuwa na shida kabisa na mzee Tido, hasa mara baada ya kupewa taarifa juu ya adhabu ambayo alikuwa amepewa mzee huyo na vyombo vya ulinzi na usalama. Mara baada ya miaka miwili, Godwin Aswile maarufu kama Nanga kwa sasa alikuwa ndio mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa kanda maalum ya Dar es Salaam. Siku hiyo alifika kazini mapema kabisa na kusema madirishani. Alikuwa amemkumbuka sana mtangulizi wake, baba na mwalimu wake katika kazi, Kalangumbe Tidolato maarufu kama mzee Tido. Alikuwa anatamani sana kumuona kiasi kwamba alipata ujasiri wa kumpigia simu mkurugenzi mkuu na kumomba ruhusa ya kwenda kumuona mtu huyo ambaye alikuwa anatumikia kifungo cha maisha gerezani cha kutokuliona jua. Mkurugenzi mkuu alikuwa anajua mahusiano ya hawa watu wawili na akamruhusu Nanga kwenda katika gereza ambalo mzee huyo ndio alikuwa anatumikia kifungo chake. Nanga alikwenda na kuruhusiwa kuingia huko chini kabisa ya ardhi ambako mzee Tido alikuwa amekaa kwa miaka miwili sasa. Mzee Tido aliposikia ujio wa mtu huyo alifurahia sana, kitu ambacho Nanga hakutarajia. Walizungumza mambo mengi sana na mzee Tido hakumkumbushia kabisa tukio la mlipuko. Na kusema kweli kabisa, kijana wangu, ujio wako umenipatia matumaini makubwa sana. Sasa ndio nimeelewa kwamba licha ya kwamba duniani nimefanya mambo mengi sana mabaya, lakini yapo mema na mazuri ambayo nimewahi kuwatendea watu. Nilikuwa natamani sana siku moja uje, kwa sababu najua hata dunia nzima ikisema mimi ni mbaya, wewe unaweza kusimama na kunitetea. Asante sana kwa kuja kijana wangu. Wewe ni binadamu mwema zaidi ambaye niliwahi kuishi karibu yake kipindi ambacho nilikuwa nikiishi karibu na binadamu. Nenda kajiandae,
kwa sababu naamini kabisa kwamba kundi la Tajao linajengwa upya na litakuja kwa kisasi cha kumwaga damu yako wewe. Kipindi kile ulikuwa bado kijana mdogo sana, na hivi sasa una familia. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba mambo yatakuwa ni magumu sana kama tu hautajipanga mapema. Muda umekwisha tayari. Naomba usije tena kuniona. Nenda kajiandae. Tumia muda wako mwingi kwa ajili ya kujiandaa kuliko kuitumia taasisi. Taasisi ipo tu siku zote, na kuna wakati itakutupa kama ambavyo imenitupa mimi. Alikuwa anazungumza vile mzee Tido. Alikuwa anahitaji kuzungumza zaidi, lakini sasa kioo kilifungwa na Nanga alionyeshwa mlango wa kutokea kwamba muda ulikuwa umekwisha. Nanga alikuwa ameondoka hapo, na huko alikuwa anapewa taarifa kwamba kundi la Tajao litarejea tu siku moja kwa ajili ya kumwaga damu yake yeye na familia yake. Nanga aliondoka katika eneo hilo akilia kwa uchungu. Licha ya mzee Tido kushiriki kwenye mauaji ya maafisa wengi wa usalama wa taifa katika nchi hii, lakini kwake mzee huyu alikuwa ni kama baba yake, na mara zote amekuwa ni mtu ambaye anamtakia mema tu. Leo mara baada ya kumtembelea kwa mara nyingine tena, mzee Tido alimkumbusha Nanga kwamba hatakiwi kulala, la sivyo kuna wakati atawakosa watu ambao anawapenda. Nanga aliondoka kwenye nyumba hiyo, na huku katika moyo wake alikuwa anajiapiza kwamba kuanzia wakati huo atajipanga na anawasubiria tu Tajao siku yoyote watakaporejea kulipa kisasi, na yeye alinao sahani moja. Alikuwa tayari kabisa kuwapokea kwa mikono miwili. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ya kuitwa Chanzo ni Damu Yangu. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa George Daktan. Nambari zake za simu ni 0672 455 091. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Nambari zangu za simu ni 0766 47 48 57.